Mara Yesu akaunyosha mkono wake na kumshika na kumwambia, wewe mwenye imani haba, kwa nini uliona shaka? Kwa wale wetu ambao tumewahi kusoma kuhusiana na matendo yake Yesu Kristo katika Injili za Mathayo, Marko, Luka na Yohana, tumeona ushuhuda wa kutosha ya kwamba Yesu Kristo ni yeye ambaye alijidai kuwa, yani mwana wa Mungu mwenyewe. Tumeona nguvu zake ambazo hazipimiki. Na wakati tunaposikia katika Mathayo mlango wa 13 na vile vile inarekodiwa pia na Marko katika mlango wa 6 ya kwamba Yesu Kristo akiwa huko Nazareti hakuweza kufanya muujiza wowote huko ila kwa kuponya watu wachache tu, tunaweza shangaa kweli, kwa sababu nguvu zake zilionekana kwa njia nyingi mbalimbali na kwa wakati mbalimbali. Na tunaambiwa ya kwamba alipokuwa huko Nazareti hakuweza kufanya muujiza pale ila kwa kuponya tu watu wachache. Na Mathayo inatoa picha kamili. Anatuambia kwa nini Yesu Kristo hakuweza kufanya muujiza pale, na sababu ni kutokuamini kwao. Huko ndiko alipokuwa mtoto. Lakini tunaambiwa ya kwamba nabii hatambuliki katika mji wake mwenyewe. Na katika Agano Jipya tunapata picha moja ya kwamba huwa miujiza haikutunga imani ndani ya watu. Kuna watu wengi walioona miujiza Yesu Kristo lakini hawakuwa na imani ndani yake. Lakini miujiza ilifanyika ili kukuza imani iliyokuwa ndani ya watu tayari, ili wathibitishia kwamba huyu kweli ni Mesia, huyu ndiye atakayetuokoa kutokana na dhambi zetu. Petro tunamjua kuwa ni mtume, mtu wa imani kubwa, na tutaendelea kuangalia imani yake kwa njia mbalimbali. Lakini jambo ambalo tutaangalia leo ni kwamba imani yake haikuwa kamili kamwe. Imani yake ilipungukiwa mara kadhaa katika maisha yake. Kuna hapa ambapo ilipungukiwa, kuna wakati mwingine ambapo alimkana Yesu Kristo, na kuna wakati mwingine katika Agano Jipya ambapo tunaambiwa hivi ya kwamba alikemewa na mtume Paulo kwa sababu hakutaka kukaa na Wagiriki. Alijitenga nao, na Paulo alilazimika kukabiliana naye uso kwa uso na kumkemea kwa sababu ya ukosefu wake wa imani. Lakini katika hadithi yetu ya leo ambayo inajulikana sana, tutaenda kuona kwanza ya kwamba imani inaweza kuwa ngumu kuliko tunavyotarajia. Imani inaweza kuwa ngumu kuliko inavyoonekana. Kwa nini niseme hivyo? Kimsingi hakuna jambo gumu kwa upande wa imani. Hata mtoto aliye mdogo zaidi anaweza kujua ya kwamba imani ni nini. Nikikuuliza kwa mfano, je, unamwamini mama yako ama unamwamini baba yako? Itakuwa vizuri sana kwako kueleza na kusema ndiyo namwamini. Hauhitaji mtu kukuelezea imani ni nini. Ni kumwamini, ni kutegemea, ni kumchukulia kuwa mwenye uwezo wa kukusaidia haswa. Sasa hatuoni kwamba kuna ugumu katika kusema ama kujua imani ni nini haswa. Lakini
maandiko yanatuambia ya kwamba hawakuwa watu wachache waliomwona Yesu Kristo tena uso kwa uso, lakini hawakufanya nini? Hawakumwamini. Tena waliomwamini katika maisha yake walikuwa wachache kuliko wasiomwamini. Wasiomwamini ndio walikuwa wengi. Sasa kuamini inaweza kuonekana kuwa ni jambo rahisi, lakini pia tutambue nini? Watu wengi waliomwona Yesu Kristo hawakufanya hivyo, hawakumwamini. Jambo la kwanza ni kwamba imani sio sawa sawa na kuona, ni zaidi ya kuona. Hata kuona kwetu ambako huwa tunapenda kuona sana katika maisha yetu na matatizo yetu, kuona kwetu si kamili. Wakati Yesu Kristo alipokuja kwao akitembea juu ya maji, tunaambiwa hivi: wanafunzi walipomwona akitembea juu ya maji waliingiwa na hofu kuu. Hofu kuu ilitokana na nini? Kutokujua, kutokuamini. Wakasema ni mzimu. Hawakumwamini ya kwamba ni Yesu, si hivyo? Wakapiga yowe kwa kuogopa. Alafu vile vile 28, Petro baada ya Yesu Kristo kusema jipeni moyo, ni mimi, msiogope, hata bado Petro anasema hivi: Bwana, ikiwa ni wewe. Kumaanisha nini? Hakuwa na ule uhakika kwamba ni yeye. Kama ni wewe kweli, niambie nije kwako nikitembea juu ya maji, kama ni wewe. Sasa hata macho yake Petro hayakuwa makamilifu, hayakumsaidia kikamilifu. Alimwona, hata masikio yake yalisikia Yesu Kristo akinena, na si aliwahi kusikia maneno yake Yesu Kristo, alimsikia mara kadhaa. Lakini alipomwona hakuamini, na aliposikia maneno yake alikuwa bado hajaamini kikamilifu. Sasa imani inaenda mbali zaidi ya kuona. Imani lazima ishinde woga. Tunaambiwa ya kwamba palipo upendo wa kiungu hakuna woga, hakuna hofu. Na ukweli ni kwamba baada ya kumwona Yesu Kristo akitembea juu ya maji, na baada ya kusikia sauti yake, na baada ya Yesu Kristo kumwambia Petro njoo, tunaambiwa kwamba alifanya nini Petro? Akatoka kwenye mashua, akashuka, akatembea juu ya maji. Sasa mwanzoni hofu yake Petro ilishindwa na imani yake. Hatimaye alimwamini, kwa sababu asingemwamini Yesu Kristo asingefanya nini? Asingeshuka kutoka kwa mashua. Sasa katika kushuka na kutembea juu ya maji inaonyesha nini? Alianza kumwamini Yesu Kristo, akatembea juu ya maji. Pia imani lazima ishinde mantiki na akili pia katika maisha yetu. Ingekuwa ni mwanasayansi pale katika mashua, angemwambiaje Yesu Kristo? Hakuna mtu ambaye anaweza kutembea juu ya maji, haiwezekani. Haijawahi kutokea kwamba mwanadamu anaweza pita juu ya maji. Sasa mimi sitafanya nini? Sitashuka na sitajaribu kutembea juu ya maji. Imani, unaona, inaenda zaidi, inaenda mbali na kuona, tena inaenda mbali na mantiki, inaenda mbali na akili ya kawaida. Petro hakusema ya kwamba sijawahi kumwona mtu akitembea juu ya maji, kwa hivyo sitashuka. Alimwamini Kristo wakati ule, kwa hivyo akashuka, akatembea juu ya maji.
wakati Petro alipokuwa anasimama pale siku ya Pentekoste, anaangalia watu, idadi kubwa ambao walikuwepo wakati Yesu Kristo aliposulubishwa, na tena walikuwa na hatia ya kumsulubisha Yesu Kristo. Ni maelfu ya watu wamekuja kusikia mahubiri yake Petro. Alafu Petro anasemaje? Akili yake ingemwambiaje? Akili yake ingesema hivi: hao watu ni wale wale waliomsulubisha Yesu Kristo, mbona unatamani ya kwamba watu hao wapate kuokoka? Hawawezi. Ni wale wale tu wabaya waliomsulubisha Yesu Kristo. Mantiki ingemshinda pia hapa, lakini Petro hakuamini akili yake, hakuamini katika mambo ya sayansi ama mantiki. Aliposimama pale siku ya Pentekoste mbele ya maelfu ya watu waliomkana, ambao hawakumpenda Yesu Kristo, aliposimama pale alikuwa anafanya nini? Alikuwa anamwamini Mungu na ahadi yake aliyotoa ya kwamba atatoa Roho wake Mtakatifu ambaye atawabariki watu wengi kwa pamoja. Na katika kuamini, nini kilitokea? Zaidi ya watu 3,000 waliokoka ndani ya siku moja kwa sababu ya mahubiri yake Petro, katika nguvu ya Roho Mtakatifu. Ni imani hiyo, wala si mantiki, wala si kitu chochote kingine. Imani katika Yesu na nguvu zake. Lakini tunaona hapa katika mlango huu ya kwamba kuanza kwa imani sio sawa sawa na kuishi ama kuendelea katika imani hiyo. Alipokubali kushuka kutoka kwenye mashua Petro na kutembea juu ya maji, lazima alikuwa na imani. Lakini tunaambiwa hivi: alipoona upepo mkali, aliingiwa na hofu. Kwani ule upepo mkali haukuwa mwanzoni. Kwani mawimbi hayakuwa mwanzoni. Tunaambiwa katika mistari ya kwanza ya kwamba dhuruba hii ilikuwa imeanza kitambo. Sasa kilichotokea pale ni nini? Alishuka kutoka kwa mashua, akaanza kutembea juu ya maji akiwa anamtazama Yesu Kristo, lakini kuna wakati fulani ambapo mtazamo wake ulitoka kwa Yesu Kristo na ukaenda kwingine. Akaanza kutazama upepo na mawimbi, na hapo ndipo alipofanya nini? Alizama majini. Kuanza kwa imani jambo moja, kuendelea katika imani hiyo jambo lingine. Katika maisha yako, labda kuna wakati ambapo ulianza kwa kumwamini Mungu, lakini kwa sababu ya mawimbi ya maisha na upepo mkali, matatizo ya kimaisha, uliacha kumtazama Yesu Kristo, ukaangalia kwingine. Ulikuwa unazingatia zaidi matatizo yako, na kwa hivyo ukafanya nini? Ukazama. Neno ambalo lina umuhimu zaidi hapa ni mwanzo wa mstari wa 30. Lakini alipoona. Lakini ingekuwa nini? Hakuna mambo ya lakini hapo. Angeendelea kumtazama Yesu Kristo, angeendelea kutembea juu ya maji. Lakini kwa sababu alianza kuangalia kwingine, alianza kuzama. Kuna ugonjwa fulani ambao unaitwa cataract, ambao ni kwamba mtu ambaye alikuwa anaona vizuri anaanza kupatwa na ukungu katika jicho lake, na ukungu unakuja polepole mpaka hatimaye hawezi hata kuona kidogo. Na matatizo yetu ya kimaisha yanafanana na ugonjwa huu, kwa sababu yanatupofusha katika jicho la imani.
Tunaweza kuanza tukiwa tunaangalia vizuri, tunamtazama Yesu Kristo, tunamwamini, lakini tunaishia katika kutokuamini. Na wakati Petro alipoanza kuangalia hapo kando na huko kando kwa upepo na mawimbi, alikuwa anafanya nini? Anairuhusu akili yake kutawala tena, akili yake kuongea tena, akili yake kusema ya kwamba mawimbi haya siyawezi na upepo huu siuwezi. Lakini hata aliposhuka kutoka mashua alikuwa hawezi, lakini kwa kutazama mambo haya mengine badala ya kumtazama Yesu Kristo, alianza kuzama. Wewe mwenyewe huwezi kupigana na mtu yeyote, huwezi kushinda vita yoyote katika maisha yako, ila ni kwa nguvu ya Mungu peke yake. Lakini katika kumtazama yeye kwa imani ndio nguvu hupatikana. Lakini wakati wowote ambapo tutazama kwingine, tutazama, na kadri hali ilivyoongezeka na kuwa mbaya zaidi, ndivyo inavyokuwa ngumu zaidi kuamini tu. Lakini kama kuna wakati ambapo Petro lazima aamini, ilikuwa ni hapo. Na hivyo ndivyo ilivyo katika maisha yetu. Wakati ambapo umekumbwa kabisa na matatizo na magumu mbalimbali, kinachohitajika zaidi si nguvu zako, sio uwezo wako, ni imani katika Mungu, katika Yesu Kristo. Lakini tunaona vile Yesu Kristo anavyoitikia hapo. Na hapo tutajifunza nini? Ya kwamba hata kutokuamini kuna stahili kukemewa. Kutokuamini kuna stahili kukemewa. Mara Yesu akamnyosha mkono wake na kumshika, akamwambia, wewe mwenye imani haba, kwa nini ama mbona uliona shaka? Anamkemea kwa kutokuamini kwake. Badala ya kuelewa hali yake vizuri Petro, ya kwamba anazama majini na ataenda kufa, akamlilia Yesu Kristo, Bwana niokoe. Na ni vizuri ya kwamba alifanya hivyo, lakini la kusikitisha ni kwamba ilikuwa lazima kwake kufikia hapo ndio amwite Yesu Kristo. Afadhali awe anamtazama tangia mwanzo, lakini angalau alipotambua shida yake akafanya nini? Alimlilia Yesu Kristo. Lakini jambo la kwanza na la kutia moyo, japo kuwa imani yake ilielezwa na Yesu Kristo kuwa ni imani haba, iliyopungukiwa, ilikuwa kidogo sana, imani ya kudharauliwa labda kimtazamo wetu, lakini Yesu Kristo alifanya nini? Alimjibu. Jambo la kwanza, alimjibu, ambalo linatufundisha hivi: neema ya Mungu kupitia kwa Yesu Kristo iko hivi, ni kubwa hivi kwamba hata upungufu wa imani yetu ambao haustahili, lakini haimaanishi ya kwamba hata tujibu. Alimjibu Petro hata akijua ya kwamba imani yake ni kidogo sana. Sasa wewe usiseme moyoni mwako ya kwamba sitaenda kwake kwa sababu imani yangu ni kidogo. Hapana. Isiwe ni sababu, isiwe na udhuru kwako kutoenda kwake kwa sababu imani yako ni haba. Hata kama ni haba, lakini atasikia bado. Bora uende kwake. Lakini alikuwa na swali kwake Petro. Swali lake ni kwa nini? Na je, swali hili halikuwa zito mno? Kwa nini Petro? Bila shaka kutokana na hilo tunaelewa nini? Petro hakuwa na sababu yoyote kuwa na kutokuamini kwake.
hakukuwa na sababu ya kutosha hata kidogo kuacha kumtazama Yesu Kristo. Kwa nini Petro? Na labda Yesu Kristo angekuwepo leo, angekuuliza wewe, kwa nini? Kwa nini ulianza kwa imani? Ulianza kwa kunishika kabisa kwa imani, halafu hatimaye umefanya nini? Umeangalia kwengine, umeangalia mawimbi na upepo, na umeacha kuniangalia mimi. Kwa nini? Hukuwa na sababu yoyote nyingine. Nini kimebadilika Petro? Yesu yule aliyekwambia njoo, je, amebadilika? Yule Mwenyezi Mungu ambaye anatawala kabisa upepo na mawimbi, je, amebadilika? Ni nini Petro ambacho kilikuvutia macho mpaka usimtazame Yesu Kristo tena? Hakuna kilichobadilika ila ni imani yake peke yake. Hapana, alifaa kumtazama Yesu Kristo, hakupaswa kuangalia kwingine. Na hivyo ndivyo kutokuamini kwetu kulivyo. Hatuna sababu yoyote ya kuangalia kwingine na kutegemea kwingine, lakini huwa tunafanya hivyo. Lakini Biblia hutufundisha hivi ya kwamba wale awapendao Mungu huwa anawaadhibu, anawarekebisha, anawarudisha. Na hivyo ndivyo ilivyo kwa Petro. Bwana alimruhusu Petro kuanza kuzama ndani ya mawimbi, na alikuwa tayari anatawala kila sehemu. Si kwamba yale mawimbi alikuwa yanafanya tu kulingana na tabia zao. Hapana, Yesu Kristo aliyaruhusu yale mawimbi kumeza Petro kwa kiwango, ili aanze kujua ya kwamba nimekosa imani. Ili afanye nini? Amrudie yule ambaye angemwamini mwanzoni. La tatu ambalo tunaona hapa ni kwamba imani kubwa ni bora zaidi kwa kila njia. Imani ama nguvu ya imani haipatikani katika imani yenyewe. Hata kama imani yako ni kubwa, haimaanishi ya kwamba wewe ni mzuri kuliko watu wengine. Hapana. Imani inapata nguvu yake katika yule anayeaminiwa. Yule unayemtegemea ndiye mwenye nguvu. Na katika muktadha huu ni Mwenyezi Mungu. Sasa Petro, nguvu yake ilikuwa isitoke kwa imani yake mwenyewe, ilikuwa itoke kwa Yesu Kristo ambaye alimwambia mwanzoni, njoo. Na hii ndiyo siri ya imani. Hii ndiyo siri ambayo inamwezesha mtu kuishi tofauti na watu wengine, kwa sababu anaweza kuamini katika yule ambaye hana mipaka yoyote. Huu ndio ufunguo mkuu ambao unaweza kufungua mlango wowote. Tulipomtembelea misionari mwingine huko sehemu za Masai Mara, alituambia ya kwamba katika shamba lao ambapo pana majengo mengi sana, anasema kuna milango mingi mpaka hatuwezi kuwa na funguo za kutosha kwa ajili ya milango hii yote. Sasa wakafanya kununua ufunguo maalum ambao wakitumia huu wanaweza kufungua mlango wowote. Ni yeye peke yake mwenye ufunguo huu, lakini ni ufunguo mkuu, unafungua mlango wowote. Na imani inafanana na ufunguo huu. Imani inaweza kufungua mlango wowote kwa sababu mwenye kuaminiwa anaweza kufungua mlango wowote. Hazuiliwi na chochote. Nguvu zake si kidogo.
Na tusisahau ya kwamba Petro alikuwa anafanya hapa kile ambacho hakuna mwanadamu aliyewahi kufanya katika historia yote ya ulimwengu. Alikuwa anatembea juu ya maji, jambo ambalo haliwezekani kabisa. Lakini swali letu ni nini ambayo imani haiwezi kufanya? Imani itashindwa na nini kama yule anayeaminiwa hawezi kushindwa na chochote? Imani inaweza kuleta furaha katika mahali ambapo hapana furaha yoyote. Imani inasema hakuna mahali nitakapoenda ambapo Mungu hayupo. Tunakumbuka vile Paulo na Sila walivyokuwa gerezani baada ya kuchapwa mijeledi. Walikuwa wanaumia, wamefungwa, hawawezi kutoka pale. Lakini tunaambiwa usiku wa manane walikuwa wanaimba sifa kwa Mungu na kuomba, tena kwa sauti mpaka wote walisikia. Na wale wote waliokuwa pale wafungwa lazima walikuwa na maswali. Watu hawa baada ya kuchapwa, kupata maumivu makali na kufungwa gerezani na hawajafanya lolote baya, wanamsifu Mungu na wanaomba. Kwa nini? Si kitu kingine, ni imani yao. Walimwamini bado yule aliyewaruhusu kuwa pale. Hawakuamini ya kwamba waliishia pale gerezani ovyo kwa bahati tu. Waliamini nini? Mungu yule tunayemwamini na kumtumikia, yeye ndiye ametuletea hapa, na kama anataka tubaki hapa tutafanya nini? Tubaki hapa. Kama anataka kututoa hapo, tutafanya nini? Tutatoka hapo. Na hivyo ndivyo ilivyokuwa. Kwa imani waliingia, kwa imani waliimba, kwa imani waliomba, na kwa imani walitoka. Imani haiangalii ugumu wa hali. Huwa tunapofanya uinjilisti tunaongelea watu wasiofikiwa na Injili. Lakini kuna vikundi viwili ambavyo vinaangaliwa. Kuna wasiofikiwa na Injili na kuna wasioweza kufikiwa na Injili. Na imani haikubaliani kamwe na kundi la pili. Imani haikubali ya kwamba kuna watu ambao hawawezi kufikiwa na Injili. Hapana. Haiamini kabisa kundi hilo. Labda kuna watu ambao hawajafikiwa, lakini imani inasema nini? Watafikiwa kwa sababu Mungu amesema hivi. Watafikiwa kwa sababu ahadi ya Mungu haiwezi kuanguka chini. Imani tena ni nzuri zaidi kwa sababu inashinda hofu. Nisikosee, mlikuwa mnaangalia filamu hiyo ya Shadraka, Mishaka na Abednego, wale watatu ambao waliletwa mbele ya Nebukadneza. Wakaambiwa, mpige magoti mbele ya sanamu ambayo nimesimamisha, la sivyo mtatupwa katika tanuru ya moto. Wakasemaje wale watu wenye imani? Wale wengine wote walipiga magoti, walikubali kwa sababu hawakutaka kufa. Lakini wale watatu walisemaje? Walimuuliza Nebukadneza, unamaanisha nini mpaka tupige magoti mbele ya sanamu? Hapana, toa vitisho vyovyote unavyotaka, hatutawahi kupiga magoti mbele ya sanamu yako. Haiwezekani. Hata utuue, hata Mungu aturuhusu tufe, lakini hatutapiga magoti mbele ya sanamu yoyote. Ukiamini ya kwamba vitisho vyako
vitatuzuia tusimfuate Mungu wetu, umekosa sana kwa kufikiria hivyo. Haiwezekani. Na matokeo yalikuwa sawa sawa na imani, sivyo? Walitupwa katika ule moto, ile tanuru ya moto, na tunaambiwa ya kwamba walipotoka humo hapakuwa na hata harufu ya moshi katika mavazi yao, wakati wale ambao waliwatupa ndani wakafa wote. Imani inashinda uoga. Imani inakana ya kwamba kuna mambo yasiyowezekana. Fikiria vile Elia alivyokuwa mlimani Karmeli. Yeye peke yake anasimama kuwa nabii wa Bwana. Manabii wa Baali ni wengi sana. Yeye anakaa peke yake, na watu wote wana sita kati ya mawazo mawili. Elia anasema, lete fahari, mchinje, weke kuni vizuri, alafu muitie Mungu wako, tuone kama atajibu au la. Alafu wakiwa wanamwandaa yule fahari na kujichanja wenyewe na kumwitia Mungu wao, tunaambiwa ya kwamba alikuwa na wadhihaki, anawacheka kabisa, akijua ya kwamba huyu wanayemwamini si Mungu, si Mungu. Hakuogopa hata kidogo. Lakini zamu yake inakuja, fahali inaletwa, kuni zinawekwa, lakini anafanya jambo la ajabu. Anawaambia, lete maji, weka maji kabisa juu ya fahari. Istoshe, lete tena maji mara ya pili, lete tena mara ya tatu. Wanaleta maji. Anafanya nini? Anaonyesha ya kwamba kwake yeye hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Hata walete bahari yenyewe, Mungu na moto wake hautashindwa. Elia alikuwa anawaambia watu hivi, msiwe na mtazamo mdogo wa Mungu wangu. Hana uwezo kidogo, uwezo wake haupimiki na hauna mwisho, hauna mipaka. Sasa ulete maji kiwango gani haijalishi. Na hivyo ndivyo ilivyo. Moto wa Mungu, tunaambiwa, alipomwomba Mungu ulishuka kutoka juu, ukarambaramba yale maji yaliyokuwa katika handaki iliyozunguka fahari. Dhabihu yenyewe iliteketea, na tunaambiwa hata mawe yenyewe yaliliwa na moto wa Mungu. Udongo pia, kila kitu. Alisafisha sakafu. Imani inamsaidia mtu kuishi akiwa na mtazamo wa milele. Kuna jamaa fulani Mkristo ambaye aliishi karne nyingi zilizopita. Alikuwa mhubiri, na alipoulizwa kuhusiana na kanuni yake ya maisha, alisema hivi: kuzimu iko mbele yangu, maelfu ya roho tayari zimefungwa huko katika mateso ya milele. Jambo la kwanza. Jambo la pili, Kristo amenituma kuwaokoa wanadamu wasiingie kwenye shimo hili lisilo la mwisho. Kanuni ya tatu, ananituma kutangaza uwezo na upendo wake. Na sitaki wazo la nne. Kila wazo la nne ni la kudharauliwa. Kanuni zake zilikuwa hizo tatu tu. Watu wanaenda kuangamia. Mungu ameniita, naye amenipa injili yake ya kuwapa watu wasiangamie. Sihitaji wazo lolote lingine ila hilo. Na aliishi maisha yake hivyo. Ni nini kilichomwezesha kuishi hivyo? Niulize tu swali moja. Jibu ni moja: imani. Hakusikia tu kuhusiana na jehanamu, hakusikia tu kuhusiana na mbingu, aliamini ya kwamba hivyo ndivyo ilivyo, na imani yake ilimpa kuishi kwa njia hiyo. Jambo la mwisho tunajifunza hapo ya kwamba inafaa kuwa ni maombi yetu ya kila siku ya kwamba kutokuamini kwetu kubadilishwa na kuwa imani.
imani katika kila sehemu ya maisha. Kwanza katika msamaha wa dhambi kupitia kwa Injili. Imani inahitajika. Yesu Kristo hajasema nifuate peke yake, niamini kwanza. Usipomwamini hauwezi kuwa na uzima wa milele. Vile vile kutokuamini kwetu kubadilishwe kwa imani katika swala la njia ya msamaha wa dhambi. Tunaambiwa ya kwamba njia ya msamaha wa dhambi ni kupitia kwa nguvu ya damu ya Kristo aliyotoa msalabani. Labda katika maisha yako una mume ama mke ama mtoto ama mzazi ambaye ni mkaidi sana, ni mwenye dhambi kupita kiasi, anamdharau Mungu katika maisha yake, hata kama sio kwa maneno yake. Lakini je, kabla hujamwangalia yeye, kabla hujamlaumu yeye na kumfikiria yeye sana, jifikirie mwenyewe kwanza. Je, unaamini katika moyo wako ya kwamba damu ya Yesu Kristo inaweza kumsafisha dhambi yake yote, au huamini? Na kabla hujaamini, kabla hujajua ya kwamba umeamini, uelewe ya kwamba shida haiko tu upande mmoja, pande zote mbili. Mfikirie yule unayejua kuwa ni mbaya zaidi. Na je, haijawahi kuingia akilini mwako ya kwamba huyu hawezi kuokoka? Kutokuamini huko. Nguvu ya damu ya Yesu Kristo haina mwisho. Na vipi kuhusiana na kazi ya Roho Mtakatifu? Yule ambaye aliwaokoa watu wengi siku ya Pentekoste na watu 5,000 baada ya siku hiyo, kwani hana uwezo wa kubadilisha sisi? Hana uwezo wa kubadilisha kijiji hiki cha Kiranzi na cha Mwena na cha Maledi na cha Mwamsefu na vyote vinavyozunguka? Ni ukosefu wa imani ambao unasema ya kwamba watu hao Mungu hawawezi. Kivipi sasa? Mwenyezi Mungu na hawezi? Hapana. Imani haiwezi kuongea hivyo, haiwezi kufikiri hivyo. Tusisahau ya kwamba Yesu Kristo ameahidi mwenyewe ya kwamba yeye atalijenga kanisa lake na malango ya kuzimu hayatalishinda kamwe. Atakuwa na watu kutoka kila kabila pale mbinguni, na ni ahadi yake ya kwamba atalijenga kanisa lake naye atalitakasa pia. Na kwa nini asifanye kazi hizo katika maeneo haya? Sina sababu ya kusema Mungu atashindwa hapo. Sijawahi kuwa na sababu ya kutokuamini ya kwamba Mungu hawezi katika maeneo haya. La hasha. Iwe katika swala hilo, iwe katika swala lolote la maisha, tuwe tunajiuliza swali hili kila wakati: je, nimeomba? Nisiseme ya kwamba watu hao ni wabaya, hawajapata wokovu. Je, umeomba? Nisiseme ya kwamba Mungu hajaleta mvua, nilalamiki. Je, umeomba? Umekuja kwake kweli? Umemwamini? Je, nimemtazama? Ama kama nimewahi kumtazama, je, naendelee kumtazama? Ama macho yangu yamegeuzwa? Matendo yangu yanaendana na maneno yangu na maombi yangu? Kama Yesu Kristo alivyomwambia Tomaso, usiwe na shaka, bali uamini tu. Tumeanza kwa kusema ya kwamba imani inaweza kuwa ngumu kuliko inavyoonekana, lakini hata hivyo tunaambiwa nini? Tuamini tu. Na sababu ya kuambiwa hivyo ni kwamba siri zote za Mungu, siri zote za mafundisho, siri zote za kuishi maisha ya utakatifu
zinafungamanishwa katika imani kwa mapenzi ya Mungu mwenyewe. Mungu atusaidie kumwamini zaidi na kuendelea kumwamini. Amina.